Gharama hizi ambazo zinatajwa kwa mtoto mmoja, kwa namba, kwa tarakimu, unaweza ukaziona ni za kawaida, lakini kwa Mtanzania wa kawaida mwenye mtoto mwenye tatizo hilo, jambo la aina hii ni kubwa sana. Ni jambo kubwa sana na liko katika hatua nyingi. Hatua ya kwanza, chukulia katika mazingira ambapo matibabu haya yakiwa hayapatikani hapa ndani ya nchi. Alafu hatua ya pili, weka ile gharama. Hatua ya tatu, jambo lenyewe tunaloongelea sio luxury, ni maisha. Kwa hiyo hiki ni kitu kikubwa sana, na ndugu zangu wa Tanzania, tuendelee kumpongeza Mheshimiwa Rais kwa kweli, kwa sababu amewekeza sana kwenye sekta hii ya afya. Tungetaka kutaja kila kitu ambacho kimefanyika, hata muda usingetosha, na tungetaka kuianisha vipindi kwa vipindi, ndio mngeweza kuona imehitaji moyo kiasi gani, wa kujitoa kiasi gani katika kusukuma ajenda hiyo ya afya. Leo hii Tanzania inakuwa rufaa ya nchi nyingi jirani. Hii ni hatua kubwa katika historia ya sekta ya afya ya nchi yetu. Inaokoa maisha ya watu, kwa sababu huduma hizi kama tulivyoona kwenye ushuhuda wa wale waliotibiwa, imeokoa maisha ya watu. La pili, imeokoa gharama. Mimi binafsi mwaka 2014 nilimpeleka mwalimu wangu wa shule ya msingi, alikuwa na tatizo ya kansa ya ziwa, nikampeleka India kwa miezi takriban 11. Ilikuwa inahitaji tu moyo kwamba hapa tunapigania maisha. Sasa leo hii watoto hawa wote ambao wanatoa ushuhuda huu wametibiwa hapa ndani ya nchi. Pongezi kwa maono kwake Mheshimiwa Rais, lakini pongezi kwa mafanikio haya ambayo tunaongelea. Kama ambavyo Mheshimiwa Waziri amesema vyema, tunaongelea maisha ya watu waliookolewa. Tumetaja tarakimu zile kama fedha, lakini lipo jambo kubwa zaidi. Tunaongelea maisha ya mtu ambaye hayathamanishwi na fedha yeyote ile.